tuna matukio mengine yanayotokea hapo katikati ndani ya hilo juma. Tuna siku ya Alhamisi Kuu, tuna Ijumaa Kuu, tuna Vigilia, ndio Jumamosi Kuu, Vigilia ya Pasaka naamini, alafu tuna Jumapili ya Pasaka. Sasa tunaomba utupitishe ni nini kinatokea pale Alhamisi Kuu, tunaupata ujumbe gani kama Wakristo, Ijumaa Kuu, theme ya siku hiyo, Jumamosi Kuu mpaka Jumapili Kuu. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwa kweli ni juma ambalo ni la heka. Ni mambo mengi sana. Ndio. Tukishamaliza hiyo Jumapili ya Matawi, ndio, tunaingia siku kuu. Maana ni maneno mawili tofauti. Siku kuu tatu. Siku kuu tatu. Baada ya Alhamisi Kuu, Jumaa Kuu na Jumamosi Kuu, ambayo ndio inatunganisha mpaka ufufuko wa Bwana. Siku ya kwanza kuu ni hiyo tunaita Alhamisi Kuu. Ndio. Alhamisi Kuu ina ibada mbili muhimu. Ndiyo. Ibada ya kwanza ambayo mara nyingi inafanyika kabla kutokana na mazingira ya parokia mbalimbali, sio rahisi ile Alhamisi Kuu mfanye misa asubuhi ya Krisma, misa ya Krisma, afu jioni mje kufanya ile misa ya Karamu ya Bwana. Kwa hiyo maaskofu wengi wanafanya aidha wiki moja kabla, ndio, au katika tunavyokaribia pale. Mfano Jumanne, Jumatano kabla ya ili wapadi wote waweze kushiriki. Sababu hiyo misa ya Krisma ndio ile misa ambayo askofu mahalia, askofu wa jimbo anabariki mafuta ya aina tatu. Mafuta ya ubatizo, wakati kuminaita mafuta wakati kumeni, Krisma ambayo tunatumika kwa ubatizo, kipaimara na upadirisho, alafu na mafuta ya wagonjwa. Hayo mafuta tatu yanabarikiwa siku ile na mapadi wote wanakuepo kwenye hiyo misa. Kwa sababu pia ni sikukuu ya mapadi hiyo siku. Tunakumbuka siku ilivyokuwa Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo namna hiyo pia askofu anakuwa na mapadi wake anabariki. Na baada ya hiyo misa ya Krisma sasa ambayo inafanyika sehemu nyingi ya asubuhi au kabla, ndio jioni na kuwepo sasa ile misa ya Karamu ya Alhamisi Kuu inaitwa Karamu ya Bwana. Pale ndio fumbo lile Yesu alilofanya kabla ya mateso. Kama alivyowachukua mitume wake akala karamu ya mwisho, akafanya ile sakramenti kwa kweli. Chukueni, huu ni mwili wangu utakaotolewa. Baada ya hapo sasa ndo akaendelea kwenye ibada ya mateso. Kwa hiyo ya kwanza ni Alhamisi Kuu ambayo ina mambo ibada mbili, ibada ya Krisma, misa ya Krisma, alafu misa ya Karamu ya Bwana. Ambayo hiyo misa Krisma ni inawahusisha wa clero. Okay. Hiyo misa wahusika wakuu ni maaskofu na mapadi au klero. Mapadi na walei hatuhusiki. Walei wanahusika kwa maana ya kwamba ni kanisa nzima. Kwa sababu pia walei wote ni watu wa Mungu, wanaalikwa, lakini lengo hasa ni kubariki mafuta, na walei pia wanaalikwa washiriki, kwa sababu misa bila walei itakuwa haijakamilika. Kwa nini nimeuliza hivi? Inawezekana mtazamaji akawa anawaza sijawahi kushiriki misa, sijawahi kuona, mimi sio Mkristo kamili, ama hii kwenye katekisimu ilinikosa. Kwa hiyo na maelezo yako na mimi yametuweka wazi sasa. Na sasa kwenye ile misa ya Alhamisi Kuu ambako kuna ni karamu ya mwisho, tuna ujumbe ambao tunaupata. Sasa sijui kama inapita miaka yote kama ni A, B au C, lakini kuna ile tunaambiwa kwamba ni siku ya amri ya mapendo ilivyowekwa. Bwana Yesu anawaosha wafuasi wake miguu, na hiyo ikionyesha kwamba tunatakiwa kuwatumikia na kuwapenda wengine. Hii inatumika miaka yote ama ni specific kwenye mwaka fulani wa kanisa? Kwa kweli miaka yote wazo kuu ni hilo. Ndio. Kuonyesha kile Yesu alichofanya siku ya Alhamisi kabla hajaingia kwenye mateso. Karamu ya mwisho ambayo ndani yake aliosha wafuasi wake miguu, kuonyesha kwamba sasa yeye ni mtumishi na anawaalika wale ambao watachukua nafasi yake sasa wafanye vile vile. Na hiyo ndio inaonyesha unyenyekevu wa sisi wa Kristo kwa kweli. Kuwa kiongozi maana yake ni kunyenyekea. Kuosha miguu ni kazi ambayo ilikuwa inafanyika na watumwa tu, lakini Yesu alifanya. Ndio maana Petro alikataa pale akasema mimi unioshe. Akamwambia kama hujaoshwa uweze kuwa na ushirika nami. Maana yake Yesu asipokuosha uweze kuwa na ushirika na Bwana Yesu. Kwa hiyo ujumbe mkuu kwa kweli ni huo. Weka Ekaristi Takatifu, daraja la upade na Ekaristi Takatifu, pamoja na kuonyesha sasa hizo sakramenti zinafanya kazi katika mazingira ya utumishi. Wow. Hii habari ni nzuri sana. Kwa hiyo tutatembea nayo. Naamini watazamaji watapata kujifunza kitu kizuri hapa, na
uelewa tunatakiwa kuendelea kwa mambo ya kiimani. Alhamisi Kuu inatuandaaje kwenda Ijumaa Kuu? Ama Ijumaa Kuu inarithi nini kutoka Alhamisi Kuu? Sasa hiyo ibada inaendelea kama kawaida, wanateuliwa watu 12 kuwakilisha mitume wale 12. Siku hizi liturujia inaruhusu sio wanaume tu. Ndio. Inaruhusu watu wote. Kwa sababu wanawakilisha kanisa hiyo misa. Kwa hiyo askofu au muadhimisha misa ndio anawaosha miguu wote 12. Alafu baadaye misa inaendelea kama kawaida. Pale mwishoni mwongoza ibada hatoi baraka, kuna ibada ya kuanua altare. Yaani kuonyesha kwamba sasa tunaanza kuingia kipindi cha huzuni. Baada ya pale, kama unakumbuka Yesu alivyofanya karamu ya mwisho, baada ya hapo alienda bustani ile ya Getsemani akalia. Pale sasa ndio usiku akaja wakamkamata. Kwa hiyo kuashiria sasa tunaingia kipindi cha huzuni, cha mateso, ndio maana altare inavuliwa, inakuwa wazi kabisa. Na msalaba. Kwa hiyo pale sehemu nyingi kunakuwa na ibada ya kuabudu hata mpaka wengine usiku kucha, wengine mpaka saa 6 usiku. Kunakuwa na sehemu pembeni ambapo Ekaristi Takatifu inawekwa kukumbuka ile Ijumaa Kuu, na hapo sasa kukumbuka kuingia kwenye mateso. Kwa hiyo ndio inatupeleka mpaka kesho yake sasa Ijumaa Kuu ndio inaanza.